Joto la vita kati ya Marekani na Iran linazidi kupanda. Hii ni baada ya rais wa Marekani kusema kwamba ametuma meli ya pili ya kivita katika eneo la Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amepeleka meli ya pili ya kivita katika eneo la Mashariki ya Kati, na ni mpango ambao unazidisha vuguvugu na joto la vita kati ya Marekani na Iran. Utawala wa Iran umesema kwamba wakati huu bado upo tayari kwa ajili ya kuikabili Marekani wakati wowote ambapo itaamua kuanzisha mashambulizi. Lakini pia kumbuka, wakati huu ni wakati ambapo kunaendelea mazungumzo ya kumaliza uhasama uliopo kati ya Marekani pamoja na Iran. Wakati mazungumzo yakiwa yanaendelea, rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kupelekwa kwa meli ya pili ya kivita katika eneo la Mashariki ya Kati, jambo ambalo linazidisha hofu katika eneo hilo. Serikali ya Iran imetangaza siku ya Ijumaa kuanzishwa kwa tume ya uchunguzi. Tume hiyo itachunguza maafa ya maandamano yaliyotikisa kupinga kupanda kwa gharama za maisha ambayo yaligeuka kuwa mikutano ya kuipinga serikali, na vurugu hizo zikasababisha vifo kwa maelfu ya watu. Msemaji wa serikali ya Iran ameliambia shirika la habari la Iran ISNA kwamba ripoti ya mwisho itachapishwa hadharani baada ya kukamilika, na hatua zaidi za kisheria baada ya mchakato huo zitatangazwa. Maandamano yalianza mwishoni mwa Desemba mwaka 2025 na yaliongezeka zaidi ilipofika Januari 8. Zaidi ya watu 3,000 wanadaiwa kuuawa kulingana na hesabu rasmi. Mamlaka ya Iran imedai kwamba idadi kubwa ya waathirika walikuwa maafisa wa usalama, na watu wa kawaida waliouawa ni magaidi wanaozitumikia Israel na Marekani. Hata hivyo, makundi ya kutetea haki za binadamu yaliyo nje ya Iran yanavishutumu vikosi vya usalama kwa kuwalenga waandamanaji, huku mvutano wa Iran na Marekani ukiwa unaendelea kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Wizara ya vita ya Marekani imesema meli kubwa zaidi ya kivita duniani USS Gerald R. Ford imeamriwa kusafiri kutoka bahari ya Caribbean kwenda katika eneo la Mashariki ya Kati. Hatua hiyo inafuatia wiki kadhaa za uimarishaji wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Meli ya kwanza ya kivita ilipelekwa ni USS Abraham Lincoln, na meli hizo zinatarajiwa kuwepo katika eneo hilo hadi mwishoni mwa mwezi Aprili au mapema mwezi Mei, jarida la New York Times limeeleza. Rais wa Marekani Donald Trump anafikiria iwapo achukue hatua za kijeshi dhidi ya Iran, na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Bwana Sergei Lavrov amekuwa akionya mara kadhaa kwamba Marekani haipaswi kufanya mashambulizi dhidi ya Iran, kwani mvutano huo utazidi kuwa mkubwa zaidi na utakuwa ni mvutano wa kikanda na hata wa ulimwengu. Urusi imezirai nchi zote mbili kuingia kwenye mazungumzo yenye tija ambayo yataweza kusaidia kuepuka mzozo huo kati ya Marekani na Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iraq Fuad Muhammad Hussein amesema nchi yake inapinga matumizi ya nguvu dhidi ya Iran. Lakini pia waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov aliyezungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Saudi Arabia mwanamfalme Faisal bin Farhan mnamo Ijumaa amesema kwamba moja kati ya jambo ambalo wakati huu nchi za Mashariki ya Kati, hasa nchi kama vile Iran na washirika wengine katika eneo hilo, wanapaswa kulipinga ni pamoja na vita vinavyotaka kuanzishwa na Marekani, lakini akionya Marekani kwamba haipaswi kuanzisha vita hivyo. Mawaziri hao wawili walijadili hali ya Iran na mzozo wa Palestina na Israel. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani kupitia The World News.